tutakuwa na maombi maalum. Katika maombi haya utauona mkono wa Bwana. Hata hivyo, wakati somo linaendelea, Mungu atagusa maisha ya watu. Mungu atagusa maisha yako. Mungu atagusa watu, watakuwa wanafunguliwa kwa sababu ya imani iliyopo katika Yesu Kristo. Kuna vitu ambavyo vitaendelea kutendeka sasa hivi wakati unafuatilia somo. Haijalishi unanitazama kwako, unaponitazama ikiwa ni saa ngapi, hiyo sio shida. Haijalishi hapa ni saa ngapi, lakini najua kwa watu wangu wa Afrika Mashariki, huu ni usiku, na katika usiku huu Mungu anakwenda kugusa. Na wale wengine ambao mnaniangalia katika mataifa mengine ambayo najua sasa hivi ni mchana, wengine ni asubuhi, Mungu anakwenda kufanya kitu cha ajabu ambacho utakishangaa. Kabla ya kuanza somo hili, hebu tuweze kuomba. Baba yetu na Mungu mtakatifu, na kushukuru sana. Asante kwa neema yako. Asante kwa jinsi ambavyo umekubali ya kwamba tuweze kusikia sauti yako siku ya leo. Tena nakusihi Mungu, ukatende muujiza kwa mtoto wako, ukapate kumgusa, ukapate kumwelewesha, ukapate kumvusha kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Lakini kama tulivyokuomba mwanzoni, kwa njia ya maneno yetu, ya kwamba katikati ya somo la leo, wakati likiendelea, watu wakafunguliwe, nguvu za giza zikakimbie, vifungo vikaondoke, baraka zikamiminike, wagonjwa wakapone. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Amen. Niwakumbushe kitabu chetu cha Mathayo sura ya 7 fungu la 7 mpaka la 8. Pia Luka ameandika habari hizi, lakini kwa leo tutaangalia Mathayo na tunaangalia Kiswahili cha kisasa. Anaposema maneno haya: ombeni nanyi mtapewa, tafuteni nanyi mtaona, bisheni nanyi mtafunguliwa. Kwa maana kila aombaye hupokea, naye atafutaye huona, naye abishaye atafunguliwa. Nakumbuka kwenye somo lililopita nilielezea hili kwamba baadhi ya Wakristo wanashindwa kufikia yale makusudio ambayo Mungu ameyakusudia kwa sababu wanaishia katika hizi kanuni. Wanaishia kanuni ya kwanza ya kuomba, hawafikii hatua ya pili ya kubisha, hawafikii katika hatua nyingine ya kutafuta, na hawafiki hatua ile ya kubisha. Kwa hiyo hizi hatua zimepangiliwa vizuri, na nimewambieni kwamba Yesu hakuzipanga kama anapanga maneno ya kimashairi. Ni kanuni za kifalme ambazo zinafanya kazi katika maisha. Kwa ukizielewa hizi kanuni, utaona matokeo makubwa katika maisha yako. Ndiyo, sasa tuangalie ile sehemu ya kwanza ambayo kwenye kipindi kilichopita niligusia kidogo. Kwa nini Yesu alisema ombeni badala ya salini? Hivi ni vitu ambavyo viko tofauti kabisa. Ninajua kwamba katika baadhi ya tafsiri haya maneno kusali na kuomba yametumika yakiwa yana maana zinazofanana. Kwa hiyo inategemea muktadha utakavyousoma, na mtafsiri wa Biblia alikuwa ameangalia ni, lakini katika lugha ya Kiyunani haya maneno yanatofautiana, hayako sawa. Sasa tutaangalia vizuri hapo baadaye, lakini somo lililopita pia niligusia. Biblia inasema aombaye hupokea, sio anayesali anapokea. Ndio nimesema kwamba katika maisha ya Kikristo, kama kuna fundisho ambalo limeongelewa sana, ni fundisho juu ya maombi, na hatutalimaliza. Hata mimi ambaye nakuambia ninapata vitu vipya kila kukicha. Nimeandika kitabu kile ambacho wengine mmeshakisoma tayari, kinaitwa Siri ya Maombi Yaliyojibiwa, na bado tutakihariri na kuongeza, lakini kuna kingine kinakuja pia, kinaitwa Makosa ya Kawaida katika Maombi. Ndipo utajua kwamba hili somo la kuhusu maombi hakuna mtu ambaye amemaliza. Tutaendelea kujifunza, tunajifunza. Lakini Biblia inasema aombaye hupokea, au ombeni nanyi mtapewa. Kwenye kitabu cha Yakobo sura ya 4 fungu la 3 anasema mnaomba lakini hampokei, kwa sababu mnaomba vibaya. Nikumbushe kidogo, baadhi ya watu wamemlaumu Mungu katika maisha yao. Mbona Mungu hajafanya?
Mbona Mungu hajafanya? Mbona Mungu hajafanya? Kwa sababu kwao Mungu ni mzee mmoja aliyekaa kwenye kiti, anayesubiria maombi ya watu, anatiki na kuwapatia. Hivyo ndivyo anavyomchukulia. Ninajua kuna maeneo mengi katika Biblia ambapo Mungu ametajwa katika hizo sura, lakini ukiyasoma vizuri utagundua kwamba ilikuwa ni lugha ya nabii au ya mwandishi kumwelezea Mungu kwa jinsi alivyoona, kwa jinsi akili yake ilivyotafsiri kile alichokiona. Tunajua kabisa kwamba Biblia haikuandikwa kama vile Mungu alikuwa anatumia imla au dictation, kwamba kitabu cha Mwanzo Mungu anasema alafu mtu anaandika kama ilivyo. Hapana, Mungu alikuwa anawaonyesha manabii kupitia maono, kupitia ndoto, lakini pia kupitia mafunuo ya rohoni. Anapowapatia mafunuo, wao walikuwa wanaandika kwa lugha zao. Ndio sababu kuna sehemu moja Ellen White anasema kwamba kuwa na picha potofu kuhusu Mungu kunamfanya mtu aweze kukosa majibu ya maombi kwa kuwa hamwelewi Mungu jinsi alivyo. Mchungaji, hii inamaanisha nini? Twende vizuri, utaona vizuri mambo jinsi yanavyokuwa tofauti. Isaya anapomwelezea Mungu, anamwelezea Mungu katika namna mbalimbali. Sehemu moja Mungu anajitaja kama, anasema ikiwa mwanamke anaweza kuwasahau mtoto wake, anasema mimi siwezi kuwasahau ninyi. Hapo Mungu amefananishwa na mama mwenye mtoto. Huwezi kuniambia Mungu ni mama. Hiyo kitu sio kweli. Unapoona Yesu anapomtaja Mungu katika ile ambayo tunaita sala ya Bwana, anasema nanyi mnaposali salini hivi, Baba yetu uliye mbinguni. Pale Mungu anatajwa kama Baba, na imeleta mgogoro kwa watu wanaokimbilia jenda, wakisema kama ni hivyo Biblia ina mfumo dume. Hapana, ile ni lugha iliyotumiwa kulingana na majukumu, kwa sababu pale neno baba halina maana ya jinsia, lina maana ya provider, mtoaji. Danieli anapomwelezea Mungu na jinsi alivyomuona, anasema nami nikamwona mzee wa siku. Pale hoja sio kwamba Mungu amezeeka. Hoja pale anaelezea wa milele, kwa sababu wa zama hizo, wakati wa Danieli, kumjua mtu ana hekima ni mtu aliyeishi miaka mingi, ameona mingi, ana mvi. Hiyo ni lugha inayotumika. Bado utanielewa tu. Nataka uelewe Mungu, alafu ndipo uone hiki tunachokisema hapa. Nenda waangalie tena zaidi ya hapo, anapokuja kuongelea habari ya Mungu tena. Nabii mmoja katika Biblia hii, nakupa challenge wasomaji wa Biblia, mtacomment hapo kwenye YouTube kuandika mmegundua ni kitabu gani. Ngoja tuweke challenge. Anasema alipokufa mfalme Uzia, nalimuona Bwana. Neno Bwana ambalo limetumika pale ni Yahweh. Anavyomtaja alivyo, anasema pindo la vazi lake linajaza hekalu. Unataka kuniambia Mungu anavaa kanzu? Kwa sababu uvaaji wa nguo ni matokeo ya dhambi. Wakati wa Edeni pale ndio nguo zilianza kuvaliwa. Kabla hapo binadamu alikuwa havai nguo. Kwa hiyo ukiniambia Mungu anavaa nguo, basi na yeye ana matatizo kama sisi. Unaanza kulielewa sasa. Lakini kwa nini atumie neno pindo la vazi lake linajaza hekalu? Ni kana kwamba anakuambia, anajaribu kumwelezea Mungu katika lugha ya kibinadamu. Anasema ni mkubwa kiasi kwamba pindo la vazi lake, la kanzu yake, vazi pale ni kanzu, pindo la kanzu yake pale chini linajaza hekalu zima. Anajaribu kuelezea ukubwa, lakini sivyo alivyo. Kwa hiyo mchungaji, unatuambia Mungu hana sura ambayo tunaifikiria. Sisi tumeumbwa kwa mfano na sura ya Mungu. Kwa hiyo tunaweza kujenga picha tu ya mfanano, lakini ukienda kutazama kwa kina kithiolojia, anapoongelea tumefanana na Mungu, anamaanisha ndani ya roho, ni kitu cha kiroho zaidi. Kilichozaliwa kwa mwili ni mwili, na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Mungu ni roho, nao wamwabuduo imewapasa kumwabudu katika roho na kweli. Ijapokuwa umbile letu la nje lilitarajiwa kuakisi sura na tabia ya Mungu katika maisha ya kila siku. Tunaanza kuelewana sasa, taratibu. Kuna mtu mwingine pale naona yeye anasema bado mchungaji, sijakupata. Kwa ajili yako nitarudia na kuelezea kwa namna nyingine uweze kunielewa. Musa alimuona, alipomwambia Mungu nataka nikuone, ule usiku au niite mchana, vyote vile, alipomuona, Biblia inasema Mungu akamwambia Musa, nitakuficha katika mwamba.
nitakuficha kwa mkono wangu. Na anasema hapo nitakapopita, utakaposikia utukufu wangu na mengineyo na sauti, anasema ndipo nitakuachia ili uweze kuniona. Biblia inasema Musa akamwona Mungu kisogo. Inategemea tafsiri unayoitumia, lakini ukiangalia katika lugha ya asili limetumika neno utaniona kwa nyuma, na